Hello, mambo vipi? Niaje bana, mambo ni mengi sana. Hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Mimi ni Ali Swaleh Mshane bana, nimekuwa nikikusogezea update mbalimbali za kimichezo, tetesi za soka. Tunafahamu ligi zimerejea, sio Saudi Pro League, sio English Premier League, hapa kwetu NBC Premier League na kwingineko duniani kote, lakini huwa mimi najikita sana kunako tetesi za soka barani Ulaya, na kubwa zaidi siku ya leo ikiwa ni siku ya 25 ya mwezi wa 8 Agosti. Pia hongera kwa wale ambao wanaendelea kusherehekea maulidi yale ya Mtume Muhammad. Karibu sana tufahamu nini ambacho kipo, na kubwa zaidi leo naambiwa Manchester City wameungana sasa na moja kati ya klabu kubwa hapa, naizungumzia Tottenham, kwa ajili ya kutaka kumnasa Gakpo. Je, watafanikiwa? Mengi na mengi unaweza kunifollow pale Instagram, TikTok, natumia Mshana Ali ama Ali Mshana OG, lakini unaweza pia kusubscribe, kulike na kushare. Comment pia nifahamu unanipata ukiwa wapi au na kupata ukiwa wapi. Sasa twende zetu tukaangalie nini ambacho leo kimejiri huko kunako tetesi za soka barani Ulaya. Simulizi kwa lugha ya Kiswahili ni mimi Ali Swaleh Mshana. Karibu sana. Sasa tukianza na taarifa ya kwanza, unaambiwa Manchester City wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Liverpool na Uholanzi Cody Gakpo mwenye umri wa miaka 27, huku Tottenham pia ikitaka kumsajili mchezaji huyo. Taarifa hii imeripotiwa zaidi kunako mtandao wa Soccer News, na wameweza kutuambia nini ambacho kinaendelea kule Tottenham, lakini pia Liverpool. Ni Manchester City sawa, ndio. Lakini Newcastle wamefikia makubaliano ya mdomo na Manchester City kumsajili kiungo wakati wa Uhispania Nico Gonzalez mwenye umri wa miaka 24 kwa pound milioni 47, na pamoja na nyongeza ya pound milioni 3. Yani tofauti na ile pound milioni 27 kuna nyongeza ya pound milioni 3. Litawezekana? Tusubiri tuone. Huyu moja kati ya wakongwe sana, watu mashuhuri, Fabrizio Romano ndo ambaye ameweza kuripoti undani wa taarifa hiyo. Lakini tukienda hadi pale Old Trafford kunako klabu ya Manchester United, tunaambiwa United wanataka kuishawishi klabu ya Arsenal kumuuza Miles Lewis Skelly mwenye umri wa miaka 19 wa Uingereza, ingawa bei inayotarajiwa ya zaidi ya pound milioni 50 inasaidia pia inasalia kuwa kikwazo katika mpango huo kwa mchezaji huyo ambaye anaweza kucheza beki wa kushoto na kiungo wa kati. Taarifa hii imeripotiwa zaidi kunako mtandao wa Sun. Sawa, tukiondoka hapo twende hadi kunako klabu ya Newcastle. Newcastle United tunaambiwa wamewasilisha ofa yenye thamani ya euro milioni 40 bila kujumuisha bonus kwa mshambuliaji wa Lille na Ubelgiji Matthias Fernandes Pedro mwenye umri wa miaka 21. Sasa taarifa hii imeripotiwa zaidi pale L'Equipe ndio ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. Lakini ofa tatu za Chelsea, ofa tatu kutoka pale darajani. Klabu ya Chelsea the Blues zimekataliwa msimu huu wa joto kwa kiungo wa Bournemouth na Uingereza Alex Scott mwenye umri wa miaka 23. The Eye ndio ambao wameripoti taarifa hiyo. Tuondoke hapo twende kunako klabu ya Hull City. Klabu ya Hull City tunaambiwa wamewasilisha ofa ya euro milioni 21 kwa mshambuliaji wa Union Berlin na Ujerumani chini ya umri wa miaka 21. Huyu si mwingine, anaitwa Ilias Ansa. Huku mazungumzo kuhusu mkataba wa muda mrefu yakiwa katika hatua nzuri. Sky ndio ambao wameripoti undani wa taarifa hiyo. Twende hadi kule Milani kunako klabu ya AC Milani, tunaambiwa wanafikiria katika mwishoni mwa dirisha la uhamisho kumsajili beki wa Manchester United. Unahisi ni nani labda hapa Huyu si mwingine ni Noussair Mazraoui kutoka pale Morocco ambaye ana umri wa miaka 28. Court Offside ndio ambao wameweza kuripoti undani wa taarifa hiyo. Lakini Coventry City wamekubali mkataba wa pauni milioni 6 kumsajili beki wa Brentford na Jamaica Ethan Pinnock mwenye umri wa miaka 33. Athletic ndio ambao
wameweza kutoa undani wa taarifa hiyo. Sasa Monza itampa mkataba wa mwaka mmoja kiungo wa zamani wa Tottenham na England Dele Alli. Tunamfahamu Dele Alli, alisumbua sana huyu, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 30. Amekuwa bila tabu tangu aondoke Como mnamo Septemba mwaka 2025. Features ndo ambao wametoa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Talent TV, Talent Media, mimi kufika hapo na tamatisha tetesi za soka barani Ulaya. Mimi ni kushukuru mtazamaji wangu wa Talent TV, Talent Media. Nyuma ya kamera alikuwepo James Anko, namuitaga hivyo sasa, sijajua kwamba ndugu yangu. Haya bwana, mimi nakukubali sana. Asante sana. Mimi nikutakia utazamaji mzuri wa update zetu nyingine. Mshana Ali, sina la ziada. Asante na kwaheri.